Tatu ya mazishi ambapo yanatarajiwa kufanyika. Hapa ndipo ulipo msiba ni Kawe, lakini hapa ndipo ambapo msiba huu unafanyika. Tayari tuko na Mheshimiwa Naibu Waziri wa Sanaa, Utamaduni na Michezo. Mheshimiwa, kwanza pole kwa msiba. Asante, pole yetu sote. Poleni na nyinyi. Tunashukuru, lakini uwepo wako tunashukuru pia kwa sababu tunawapa joto wafiwa, lakini uwepo kwako pia unaonyesha kwamba serikali iko hapa sasa. Nilitamani kusikia jinsi ambavyo ulikuwa ukimfahamu marehemu Onyango. Kwa watu wa umri wangu, mzee Onyango alikuwa superstar wa michezo ya kuigiza, ucheshi, na naamini wasanii wengi unaowaona sasa hivi wanafanya vizuri. Miongoni mwa watu waliowavutia kufanya sanaa wanaoifanya alikuwa mzee Onyango. Mzee Onyango alikuwa anaigiza vizuri kiasi kwamba hata unavyosikia msiba wake, idadi ya watu wanaoniuliza kwamba hawaamini kwamba mzee hakuwa Mkenya kwa ile lafudhi ya Kilua aliyokuwa anaifanya ni wachache, ambayo inaonyesha jinsi ambavyo alifanikiwa kama msanii. Lakini pia alikuwa mtu mzima, yuko matured, hana mikogo, usikii vituko vya hovyo. Ni mtu ambaye umri ulimvaa, umri wake anaishi kama kwa maisha ya umri wake, lakini ile sanaa alikuwa mfano mzuri kwamba sio lazima kuwe na mambo ya hovyo miongoni mwa wasanii. Na taarifa ya msiba jinsi ambavyo ulipata? Na mimi nilikutana nayo online kwa bahati mbaya ama nzuri, sijui tuseme, bunge linaendelea. Kwa hivyo nilikuwa bungeni, mtu akaja akanionyesha, unaona mzee Onyango amefariki. Na huyo wa kwanza aliyekuja kunionyesha hakuwa anaamini pia kama mzee ni Tanzania. Yaani alikuwa fan, lakini anaamini mzee kwa lafudhi ile ni Mkenya. Kwa hiyo taarifa niliipata kwa namna hiyo. Na ni kitu gani ambacho kilikuwa kinakuvutia wewe binafsi kwenye kazi zake za sanaa mzee Onyango? Ni ule uwezo wa kuvaa uhusika, lakini mafunzo mazuri ambayo alikuwa anakuja kuyaleta kwa kutumia sanaa yake. Ni kitu gani ambacho wasanii watakuwa kujifunza na kukichukua kama alama kaiacha kwenye tasnia ya filamu nchini Tanzania, kwa sababu tunaona jinsi ambavyo wamedumu kwenye tasnia kwa muda mrefu, ana skendo, kazi nzuri ndio ambayo inaongea na watu wengi wamempenda kwa kazi yake, na tofauti na watu wengine ambao labda wanataka kufanya kiki na vitu visivyo vya utamaduni wetu wa Kitanzania ili kujipaisha juu. Yaani wewe umelitoa jibu kabisa wakati unaniuliza swali kwamba hili la kwanza, wavae uhusika, wafanye vizuri kazi yao kwa ya uwezo wao. Naamini watu wengi wana vipaji, na wakiweka akili zao na wakiwa na consistency itawasaidia kwa wasanii wakubwa, lakini mfano wa kuigwa na kufikisha mahali wanapoitarajia kazi yao ya sanaa ifike. Hili moja. Lakini la pili, kujilinda, kuwa machua, kwamba kazi ya sanaa ni kazi kama kazi nyingine, haihitaji makando mengi, haihitaji maskendo ili kuweza kukufanya uwe msanii mkubwa. Unaweza kuifanya lakini ukawa mtu wa familia, mtu unayejiheshimu, na mambo yakaenda vizuri. Msiba huu unatuachia darasa gani sisi ambao tumebaki? Darasa kwenye misiba ni lile. Kwenye Uislamu nasema kwamba kifo ni ukumbusho tosha, kwamba kuna siku chakubali kuzaliwa, umekubali kwamba kuna siku kitu cha uhakika. Yaani ukizaliwa unaweza usioe, unaweza usisome, unaweza usipate watoto, unaweza usifanye kazi, lakini kitu ambacho ni uhakika ni lazima kitakukuta ni kifo. Kwa hivyo pamoja na mambo mengine yote tunayofanya kwa ajili ya kutafuta maisha yetu, tuhakikishe kwamba tunajikaribisha kwa Mwenyezi Mungu na kuwa kwamba kuna siku moja tutarudi kwake. Nitumie fursa hii kuwapa pole sana na kuombea ustahimilivu kwanza wasanii wenzake wote, lakini hali kadhalika familia na wapendwa wake wote walioguswa na msiba huu kwa namna moja ama nyingine. Sisi tukupongeze kwa kukimbilia jamii, lakini kuwa kiongozi wa mfano, kwa maana kukimbilia tu kwenye matatizo ni sehemu ya maisha mazuri. Asante na endelea kufanya kazi. Mungu akuongoze. Na washukuru sana. Asante. Popoa.
Bwana, tuko na mmoja kati ya waigizaji wakubwa hapa nchini Tanzania, Shamsa Ford. Pole kwa msiba huu. Asante, nashukuru. Watu wengi tunatamani kusikia kile ambacho ulikuwa ukifahamu na ukikijua kuhusiana na sanaa ya marehemu Wanyama. Na ni mtu ambaye tumemkuta kwenye industry tangu tuko wadogo tunakuwa, ni mtu ambaye alikuwa na kipaji kikubwa. Kila Mtanzania alijua kipaji chake, so ni pengo kubwa kwetu kupoteza kipaji kama hicho. Ulipata bahati ya kufanya naye kazi? Yes, tumeshoot pamoja kwenye report ya JB. Ilikuwaje location? Ni mtu ambaye ni mchangamfu, mchekeshaji, yaani huwezi kununa akiwepo pembeni yule baba. Yaani lazima ucheke muda wote. Sema hivyo na maana gani? Namaanisha kwamba ni mchangamfu ambaye alikuwa anapenda utani, ukiwa uwe mkubwa uwe mdogo, ni mtu ambaye alikuwa anapenda sana utani. Na mara yako ya mwisho kumpigia simu labda kumtakia hali ilikuwa ni lini? Kikweli sijawahi kumpigia simu, kwa sina mazoea ya kumpigia simu, ila nilikuwa ni baba ambaye mkikutana mnacheka mnaongea hivyo. Taarifa yake labda ya kuumwa mpaka kifo nilikuwa nazisikia hivyo kwamba mzee kidogo hayuko sawa, lakini nachukulia vile kawaida. Sasa ndio binadamu, anaumwa atapona atakaa sawa, lakini baadaye tukaje kusikia Mwenyezi Mungu kamua lake. Kwa hatuna budi zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, ndio njia yetu sote. That's it. Pale mmekaa wasanii wengi sana mkijadili, mkizungumza, ni kitu gani ambacho mnamzungumzia marehemu enzi za uhai wake ambacho alikifanya kizuri ambacho anaacha kama alama kwenye kiwanda cha Mungu? Uigizaji wake ambao huwezi kufanana na mtu yote, namna mtu anaweza kaiga uigizaji wake. Kwa ni pengo kubwa sana kwetu. Kimoja ambacho kilikuwa kinakuvutia kutoka kwa marehemu enzi za uhai wake na kabisa alipokuwa anaongea. Alikuwa anaongeaje? Pia anapoongea hata kama iko serious unajikuta unacheka tu, kumbe mtu yuko serious. Hapo tupo msibani, lakini unaweza kuhati kidogo kama anaongea ndio yeye. Siwezi. Anaishi maisha yake. Siwezi. Na watu wengi walikuwa nadhani labda ni Mkenya kutokana na ile lafudhi. Of course. Hata mimi mwenyewe nilikuwa najua hivyo mara ya kwanza. Kumbe wala. Ushawahi kumuuliza swali? Nasikia kumuuliza hilo swali, lakini ni mtu ambaye mnaongea tu mnacheka basi. Neno moja kwenye msiba huu unadhani unatufundisha nini sisi ambao tumebaki? Tuzidi tu kujua kwamba Mwenyezi Mungu anatukumbusha kwamba sisi sote tunapita njia, muda wote, saa yoyote anaweza akamua lake, anaweza kawa mimi, kaweka wewe yule. Kwa kikubwa tupendane, tuthaminiane, tujariane, tuoniane huruma. Maisha yetu ni ya mpita duniani. Mlilo leo mmoja hapo Mr. Wapi? Ana shoot. Yes. Kuja kumwakilisha mama. Nimekuja kuwakilisha familia. Pamoja sana. Asante, nashukuru sana. Kwenda peke yako, majina yetu yanakuita, kwenye upepo laini tutasimama imara tukibeba